anatetemeka, kwa sababu alisaliti wakati wananchi wamemwamini, wakalinda kula zake. Majibu haya wananchi wenyewe wa Kilando wanajua watamlipa nini itakapofika uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama alivyosema mwenyekiti wa wilaya, 2014 kwenye kata hizi mbili, vijiji 8, CCM walipata kijiji kimoja. Kwenye uchaguzi uliofanyika mwaka jana tumepata mwenyekiti wa kitongoji mmoja mwanamke. Hata wale mwenyekiti maeneo mengine wanasema kuweka wagombea, sisi hata wale waliotangazwa jioni wakapakwa poda, asubuhi waliondolewa wakatangazwa wasioshinda, wakabandika majina yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, akisimama mtu mwingine duniani hawezi kuijua siasa ya Nkasi. Siasa ya Nkasi tunaijua. Mwenyekiti, tunazungumza na wewe leo. CCM wameanza kuomba watu kutoka nje kuja kufanya mkutano. Wanamleta mbunge wa Sumbawanga mjini aheshimiwe. Wanasema wewe ndio mbunge. Lakini leo Mheshimiwa Mwenyekiti, nikwambie, huu ni mwaka wa uchaguzi, kwa sababu chama kitatoa maelekezo. Unavyoondoka ni kuhakikishie jimbo hili aje mtu yoyote kutoka CCM, hakuna kutoboa kama uchaguzi utakuwa huru na tuwezi kuacha. Tunapambana nao mwenyekiti, na sisi tunasubiri maelekezo yako kwenye jimbo letu. Najua tunapambana, sio kuacha waende wenyewe. Tunapambana ili waruhusu mfumo huru na haki, ili haki zetu ziweze kusimamiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu mkutano ni wako, na mambo mawili. Jambo la kwanza, wananchi hao unawaona hapa ni wakulima pamoja na wavuvi na wafanya biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuwa karibu na ziwa Tanganyika tuliamini ni baraka kwenye maisha yetu. Leo CCM imetufanya tuone ziwa Tanganyika ni laana. Kuwa karibu nasi. CCM kila siku wanabadilisha kanuni na sheria. Wamemfanya mvuvi aanze kufikiri kuhusu kitoweo, sio uvuvi kama uchumi wa maisha yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini sera zetu za Chadema, kama wameishiwa ufahamu waje wakopi basi hata zile za Chadema waweze kuendesha taifa hili. Na tunajipanga kuinua uvuvi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka juzi waliamua kufunga ziwa, nikakomaa mwenyewe bungeni mwenyekiti. Leo nimekuwa yatima ndani ya bunge, lakini nilipambana, wakailisha kufunga ziwa. Niliwauliza mambo makuu matatu. Mnafunga ziwa Tanganyika, mnasema kwa sababu samaki wamepungua. Je, ziwa Victoria samaki wapo? Jibu ni kwamba na kule wamepungua. Nikawauliza, mnafunga ziwa mkiamini miezi mitatu samaki watajaa? Jibu ni hapana. Jambo la tatu, huyu mvuvi amelipa leseni ya mwaka mzima. Mnapoenda kufunga miezi mitatu, mnakwenda kumfanyia utapeli kama wahuni wengine, kwa sababu amelipa mwaka mzima alafu miezi mitatu watafanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikawaeleza watuambie wamepanga bajeti kiasi gani kwa kipindi cha mpito, hiyo miezi mitatu ambayo wavuvi watashindwa kuifanya kazi halali waliolipia leseni, ili tujue kama itatosha wao kuongoza maisha yao na kupata kipato. Hakuna walichokifanya. Serikali ya CCM imezoea ubabe. Mwaka jana mwenyekiti, walifunga ziwa Tanganyika. Wananchi waliteseka. Nilikuja hapa na mdogo wangu Kipanya, akawaambia kwamba CCM wameamua kutupeleka kula matembele wakati kuhe wapo ziwani. Alipotoka hapa Kipanya, leo hayupo, ametekwa Kipanya, haonekani. Sisi watu wa Nkasi tunamwambia Mama Samia kwa sababu ni amiri jeshi mkuu. Hatumwambii kwa sababu ni Samia. Tunamwambia kama amiri jeshi mkuu, tunamtaka Kipanya wetu atueleze yuko wapi, ili aje tuzungumze mambo yetu tuliokuwa tunazungumza. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, ziwa Tanganyika ni ziwa kubwa, ni ziwa lenye kina kirefu. Lakini CCM miaka zaidi ya 8, Mheshimiwa Mwenyekiti, ziwa hili
halina usafiri wa meli. Wanakubali kumnunulia Lijuali Kali gari ya luxury, akazulule anatembea na kituo cha afya mgongoni mwake kwa ajili ya kwenda kutukana matusi. Mtu ambaye hakuchaguliwa. Wanashindwa kubana matumizi yasiyokuwa ya lazima kuokoa maisha ya ndugu zetu wanaopoteza maisha kila mwaka ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wamechoka na mateso haya, wanasubiri Chadema ikomboe Tanzania. Kwa sababu maskini wetu hatukupewa na Mungu, ni laana ya CCM imetusababishia wananchi kuwa maskini. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi hao ukiwaona, hata kama wewe ni kipofu, ukisikia sauti inakwambia CCM hawakupashwa kushinda hata kitongoji kimoja kwenye kata hizi mbili. Leo bila aibu, kwa sababu mshipa wa aibu umekatika, wanatuambia eti wameshinda hapa. Hivi Mwenyekiti, ukiona CCM wanashinda wapi hapa ukiwaona hivi? Sisi Mwenyekiti tunakwambia, kwa sababu CCM hawezi kushinda, tunahitaji maboresho kwenye vyombo vya uchaguzi, ikiwemo tume ya uchaguzi. Kwa sababu alisimama Lijuali Kali majuzi hapa akasema hivi, ili Aida atangazwe labda nife. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuhakikishie Lijuali Kali amefanyiwa majaribio kwenye vijiji viwili tu kwenye wilaya hii. Vijiji viwili tu. Amefanyiwa majaribio Kabwe, amefanyiwa majaribio Ntalamila. Mimi kuacha wananchi wangu wasifanye chochote sio mpumbavu. Kuna wakati uvumilivu unashindikana. Na Mwenyekiti umetufundisha pamoja na mambo yote tusikubali kuonewa. Na hiyo ni moja ya majukumu ya mwanachama wa Chadema, kupambana kwa namna yoyote na uonevu ambao unatokea. Tuko tayari kupambana na CCM. Tuko tayari kupambana na Lijuali Kali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu mkutano ni wako, niliwaletea wananchi TV tarehe 4 hapa. Nikapeleka kituo cha afya kwamba muda wanaposubiri wapendwa wao waliokuja kujifungua, wengine wanaumwa na nini, basi wapate muda kuangalia dunia inakwendaje. Mheshimiwa Mwenyekiti, CCM walivyo na lombaya, waliwaambia watumishi wote wasipokee ile TV, atakukuta mtu hata mmoja. Lile banda nimejenga pale la wamama kupumzikia, kwa sababu hakuna uzio na kuna vijiji vya pembeni wanapoleta wagonjwa wana sehemu ya kujistiri. Tumejenga kile kibanda, nilikuja kuwakabidhi wananchi. Daktari mfawizi akakimbia na watu wake wakakimbia. Nimeleta dishi za wanawake, hakuna aliyepokea, alipokea diwani. Lakini cha ajabu, nimepata taarifa huyu muhuni ameagiza watu wakaenda kuivunja ile TV kabla ya kuanza kuangalia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimewazuia vijana wangu. Jana ungesikia hali ni mbaya sana hapa. Nikawaomba vijana wangu wasubiri Mwenyekiti uje, lakini uonevu huu mpaka lini? Leo Chadema tunaonekana wakimbizi kwenye taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimkaribishe mwenyekiti wangu wa kanda, lakini tukwambie unavyokwenda kwamba kaskazini ni salama, na aje tuingie ulingoni, tutakutana kwenye uchaguzi.